Smart Generation Company ni kampuni ya kizalendo yenye lengo la kumuinua Mtanzania wa hali ya chini kutimiza ndoto zake za kumiliki kiwanja hadi nyumba kwa bei rafiki kabisa kuanzia 1,000 tu. Na hapa anafafanua mkurugenzi mtendaji Gerard Alfred Ochali. Naitwa Gerard Alfred Ochali, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Smart Generation Company. Kampuni yetu imezaliwa kuwawezesha Watanzania regardless of kipato ulichonacho uweze kupata kiwanja kilichopimwa, kinachokutana na hati ya wizara, lakini pia malipo ya kidogo kidogo kuanzia 1,000 kwa siku ambaye ni shilingi 30,000 kwa mwezi. Unaweza kukutana hapa na square mita 400, square mita 500, square mita 600. Lakini pia kwa staili ile ya malipo, Mtanzania mwenzangu ataweza kujengewa. Kama unavyoona ujenzi huu unafanywa kwa ushirikiano wa partners wengi wa kampuni yetu, kwa mtu ambaye tayari ameshamaliza kulipia kiwanja chake na tayari serikali imefanikisha upatikanaji wa hati yake. Huyu ni mtu mwenye dhamana, ni mtu anayekopesheka, ni mtu ambaye kwa utaratibu ule aliyopata kiwanja, basi tutashirikiana naye kuhakikisha kwamba nyumba yake inakamilika. Wakati tunakuwa tunajua vitu vya msingi vya kukamilisha maisha ya binadamu, tumesoma ni chakula, mavazi na makazi. Smart Generation Company ni kampuni ya real estate. Tunajihusisha na uuzaji wa viwanja pamoja na ujenzi wa nyumba, lakini pia uuzaji wa vifaa vya ujenzi kwa gharama nafuu kuliko sehemu yoyote ile Tanzania. Tunajitahidi tuweze kupata bidhaa moja kwa moja kutoka kwa mzalishaji au kiwandani, ili mlaji aweze kuipata kwa gharama ambayo ni rafiki, lakini kwa malipo ambayo ataenda kidogo kidogo. Na kwa sasa Smart Generation Company tuna miradi yetu iliyopo Chalinze, ndipo tulipoanzia. Na hapa Chalinze tunajenga miji. Tunapenda watu waweze kuishi katika mazingira ambayo inawezekana huko nyuma yangefikirika tu, lakini kwa sasa tayari tumeanza ujenzi kwenye mradi wetu namba 1 hapa Talawanda. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania tujaribu na sisi Watanzania ambao tunatafuta eneo la kuweka makazi na familia, ijaribu Smart Generation Company kwa miradi yetu iliyopo Chalinze. Kiwanja chako kinapata hati inayotoka Wizara ya Ardhi, lakini pia tunahakikisha unapata vibali vya ujenzi na tunajenga pamoja. Kama ambavyo umelipia kiwanja chako kidogo kidogo kwa malipo ya kuanzia shilingi 1,000 kwa siku, ndivyo ambavyo mtu ataweza kujengewa kwa hawamu, msingi, boma, lakini mwisho pia nyumba inapauliwa. Kwa hiyo tujaribu. Ndio tumeanza kazi yetu rasmi mwaka huu. Viwanja bado vipo, ukipata nafasi tutembelee. Tumekuja na package ambayo kwa sasa ninasema kwa ujasiri kabisa, Tanzania bado hatujafika hapo. Haijalishi kipato ulichonacho. Naomba tuliweke hili sawa. Vijana wengi wa Kitanzania wana kipato, ila tu walikuwa hawajajua ni sehemu gani wanaweza wakawekeza, wakadunduliza, na mwisho wakakutana na ujenzi kama huu. Unaendelea na shughuli zako mjini, lakini miji ya kisasa hizi, suburbs nje ya mji, zinatengenezwa kwa viwango vya juu kabisa. Tumedhamiria kuweka taa za barabarani kama ulivyoona katika kila barabara ya mtaa wetu. Zitakuwa fitted na CCTV camera. Kwenye eneo hili tayari excavation inaendelea ya ujenzi wa swimming pool. Haitakuwa moja. Hivi ni vitu vya msingi vya kupandisha thamani ya ardhi, lakini pia kupandisha thamani ya binadamu anayeishi sehemu ile. Kwa hiyo wenzetu wengi wenye kipato kidogo wamekuwa wakiishi kwenye mazingira ya uswahilini, na tunafahamu uswahilini kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Vijana wetu wengi wanaharibika kwenye mazingira yale. Kwa hiyo Mtanzania huyu mwenye kipato cha kawaida ataishi mtaa ambao una public swimming pools, una taa za barabarani, una wifi internet, una public library, una garden za watoto kuchezea. Hakuna miradi ya viwanja kwa sasa hivi imeweza kutengeneza package kama hii. Kwa hiyo tujaribuni. Miradi yetu kwa sasa ipo Chalinze, ndio inaanza ujenzi. Soon tutaweza kutapakaa kwenye mikoa mingine ya Tanzania, lakini kwa sasa kutana nasi hapa Chalinze. Mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze unaenda kujengeka kwa wingi wa ujenzi wa viwanda. Pia ikumbukwe Rais Samia Suluhu Hassan alizindua bandari kavu, na hilo huleta fursa ya mkoa huo kuwa na makazi bora yenye mahitaji yote ya kijamii. Hakuna barabara Tanzania iko bize kuliko Morogoro Road. Morogoro Road inayotoka Dar es Salaam kuelekea Morogoro ipo kilomita 8 umbali wa hapa nilipo kwenye mradi wetu wa kwanza wa Smart. Mkoa wa Pwani ndio unaoongoza kwa ujenzi wa viwanda Tanzania. Na tunakumbuka mwisho wa mwezi wa 7 Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alizindua bandari ya nchi kavu
lakini pia na kongani ya viwanda Sinotan, tunatarajia ujenzi wa viwanda huu hivi utakapokamilika au utakapofika peak, vijana wengi watapata ajira, na watakapopata ajira, makazi na ardhi kwenye wilaya yetu ya Chalinze haitapatikana kama sasa hivi. Kwa hiyo kwa wale wanaoona mbali wanachangamka. Tuna watu wanalipia kutoka Mwanza, Arusha, Mbeya, Kagera, Bukoba kule, lakini pia tuna watu nje ya nchi, tuna diaspora wengi South Africa, Marekani, China, ni Watanzania wenzetu. Wanatufuatilia, wanaona fursa inayojengwa hapa. Kwa hiyo jitahidi, watumishi wengi wa serikali tuko nao hapa, madaktari, walimu, karibu kada zote za serikali, wafanya biashara wameshaanza kununua maeneo hapa, na muda sio mrefu taratibu zikishakamilika za watu kupata hati zao na vibali vya ujenzi kutolewa, tunaenda kuanza ujenzi wa pamoja. Mtanzania mwenzangu, ardhi ni mali, ardhi haiozi. Ardhi ambayo imepimwa vizuri na ikapangiliwa vizuri lazima itapanda bei. Leo square mita moja ni 1750. Ndani ya miaka miwili mitatu unaweza ukashtuka square mita moja imefika shilingi 10,000. Square mita moja hiyo hiyo kwenye 500 leo utalipia 875. Lakini miaka baadaye ikifikia 10,000 utakuta kiwanja hicho hicho kinauzwa milioni 5. Na hizi stories zimezoeleka. Mtu anakueleza kabisa, mimi nilinunua kiwanja 800,000, nilinunua kiwanja 300,000, juzi nimeuza milioni 30. Sasa wewe pia utengeneze historia kwa kumiliki maeneo. Usiwe tu unasikiliza watu wakizungumza hizi habari na wewe unawasindikiza tu. Vijana hasa ndo napenda kuwahamsha, kwa sababu sisi ndio wengi na sisi ndio tunachelewa kufanya maamuzi. Miradi ya Smart Group, miradi ya Smart Generation Company iko tayari hewani na inaendelea, na huu mradi wa kwanza uko sold out tayari, tumekamilisha viwanja vyote 300, lakini pia tumezindua mradi wa pili ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, viwanja 500 vimeisha. Kwa hiyo mradi huu hapa, usilale, changamka. Watu wako Arusha wanalipia viwanja hapa, tujitahidini jamani, tusilale. Lakini mbali na hayo, Ochali anawahimiza vijana kuchangamkia fursa hii pasipo kuogopa, kwani mkombozi kafika na suluhisho la kumiliki nyumba au viwanja limepatikana kwa njia rahisi na salama kabisa. Napenda kutoa rai kwa vijana wenzangu ambao tunapambana sasa hivi. Ni rahisi sana, unakuja kushtuka, unaanza uzee, haujafanya mambo mengi sana. Viwanja vyetu sasa hivi vinapatikana kwa bei ndogo. Kuna viwanja vya 700,000, kuna viwanja vya 800,000 ambavyo mtu anapewa mpaka miaka miwili kulipia. Yaani kijana wa pikipiki, kijana mama ntilie, pigia debe, kijana ambaye anafanya kazi za ndani, watu wanaonyoa saluni, hakuna kijana ambaye anaweza akashindwa kumiliki kiwanja kwetu. Ukianza mapema inakupa ari na nguvu ya kuweza kufanya. Yaani muda wa kuzungumza haupo. Mjini tunatumia gharama kubwa sana kupanga, na ardhi sasa hivi haipatikani. Kwa hiyo unapotaka kujenga mjini unaweza ukakata tamaa ukasema kwamba wanaojenga ni wenye fedha peke yake. Lakini hata huku ndio itakuja kuwa miji ya baadaye. Watu wanajua historia ya Kigamboni. Kigamboni kuna kipindi ilikuwa ina value ya chini sana na watu walikuwa wanaogopa kununua ardhi. Lakini leo mnaona kilomita 60 kutoka feri, ardhi imepanda bei kubwa sana. Ndivyo itakavyokuwa baadaye kwa wilaya zote zinazozunguka Dar es Salaam. Hasa hii maeneo ambayo inapita Morogoro Road. Watanzania wanaongezeka kila siku, watu 5,000 wanaongezeka. Na Dar es Salaam sasa hivi watu wanatoka nje ya mji. Jitahidi ukamate eneo mapema. Watanzania tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki. Kwenye swala hili lazima uamue kwanza. Usipofanya maamuzi na ukaanza, unaweza ukashangaa tu umezeeka na hukufanya mpango wa kustaafu, na stafia wapi na unaishi wapi. Kwa hiyo tusiogope, sisi tuko friendly, tunafahamu hali halisi ya Mtanzania. Hakuna mtu hata mmoja atakaye kuja kumiliki ardhi kwetu na akashindwa. Mikataba yetu iko very flexible. Kwa hiyo tunaomba utujaribu kufanya kazi na sisi. Usisikie kwa huko nje. Njoo tuzungumze. Hakuna linaloshindikana. Hii namba iko WhatsApp. Tumetengeneza group ambalo jamii yetu yote ya watu wanaolipia wako pale. Utakutana na watu wa kila kada pale ndani na nje ya nchi. Viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wote wako pale. Tunajadili namna ya kutengeneza Tanzania bora. Kwa hiyo inakili hiyo namba vizuri, utudie mtukuongeze kwenye group letu 0693036384. Tukikaa pamoja tutafanya mambo mengi. Pia ametoa angalizo kwa wale wanaotuma pesa kwa ndugu zao ili wawajengee, wawe makini, na kutoa wito kwa makampuni mbalimbali kushirikiana na Smart Generation Company. Tutakuwa na ujenzi mkubwa sana. Watanzania wametuamini ndani na nje ya nchi, hasa wale ambao wako nje ya nchi. Wamekuwa wakilalamika kwamba
wanatuma fedha kwa ndugu zao na wanaonyeshwa picha ya nyumba za jirani. Lakini hata pia nimesikiza kesi za watu ambao ndugu zao wako hapa mjini wanawatumia kujenga kule kijijini, lakini wanapoenda inakuwa ni maumivu, kwa sababu watu sio waaminifu kwenye pesa. Kwa hiyo Smart Generation Company, nguzo yetu kubwa ni uaminifu, huruma, haki na viwango. Makampuni yanayouza simenti, tuna makampuni mengi sana yanayotengeneza vifaa vya ujenzi sasa hivi hapa Tanzania: misumari, mabati, wallput, rangi, gypsum board. Tunaomba kufanya kazi na watu wenye quality, watu wenye viwango ambavyo vimethibitishwa na TBS. Smart Generation Company inaenda kufanya ujenzi mkubwa sana kuanzia mwaka 2026 na kuendelea, kulingana na idadi ya Watanzania wanaotuamini. Kwa hiyo kwa yale makampuni na wale wasambazaji wa bidhaa hizi zenye viwango, tunaweza tukashirikiana. Lakini pia mafundi wenye viwango kabisa, anajiamini kwamba yeye ni fundi, fursa ndio hii. Kwa hiyo tuwasiliane, namba zetu ndio hizo 0693036384. Watengenezaji wa vifaa vya ujenzi vyenye ubora kabisa na wanaoingiza vifaa ndani kutoka nje ya nchi, importers vyenye ubora kabisa, tuwasiliane. Tunahitaji vitu vyenye ubora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za Watanzania zitakazodumu kwa muda mrefu hata watakapoondoka. Kwa safari yoyote ile, ili ufike lazima uambatane na watu wenye kutambua umuhimu wa safari hiyo. Na hapa tupate kuwasikia Hamisi Musa Kamigwa, afisa mipango miji, na Moses Kapongo, mpima ardhi, wanaelezea wanavyoshirikiana na kampuni na kufafanua umuhimu wa kumiliki ardhi iliyopimwa. Kwa majina naitwa Hamisi Musa Kamigwa, afisa mipango miji, nikishirikiana na kampuni ya Smart Generation Companies ambayo makao makuu yake hapo Dar es Salaam, lakini pia wana tawi hapa Chalinze, ofisi zao ndogo. Tuko hapa kwenye mradi wa Smart City ambao huu ni mradi wa kwanza ambao tuliufanya mara ya kwanza, lakini pia tuna miradi mingine kama Mega City ambao kutokea hapa ni kama kilomita 1, lakini pia tuna mradi mwingine mpya ambao utakuja kufanyika wa Hyper City ambao pia upo karibu na Mega City. Labda sisi katika kampuni tukishirikiana na Power Smart Generation Companies, mimi kama afisa mipango miji, kazi yangu huwa ni kuandaa michoro ya mipango miji ambayo inaonyesha matumizi ya eneo husika. Mfano katika Smart City ambayo tuko hapa leo, hapa kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kuviandaa. Kuna makazi na biashara, kuna maeneo ya kuchezea watoto ambao zile open space, kuna nursery schools kwa watoto kwa ajili ya kuwalea wakati bado wadogo, lakini pia kuna shule ya msingi na sekondari pia. Ukiachilia hapo, unaona hapa kuna majengo yameandaliwa hapa. Hii eneo ni kwa ajili ya recreation area ambapo kutakuwa na hotels, kutakuwa na swimming pool. Kwa hiyo watu wote wa mjini wakija hapa wanakuwa na relax kwa ajili ya kupata energy nzuri katika eneo hili. Lakini hivyo pia katika mradi wetu ni mradi ambao umekamilika, una barabara za viwango, kwa sababu ni mradi ambao ramani zake umeandaliwa kitaalamu na ni ramani ambazo zinafika katika ngazi kuu, umefika katika halmashauri ya Chalinze, baadaye ukaenda katika wizara ya ardhi katika ngazi ya mkoa wa Pwani. Hivyo wateja wa Smart Companies ambao watarajia kuja hapa, kuishi hapa au kujenga hapa, ni eneo ambalo lipo salama, lina mipangilio mizuri, mipangilio yote kimji yote iko hapa. Kwa wategemea eneo hili lote kuwa na nyumba magorofa kama ambao leo unaona Kariakoo na Posta pale. Tutakuwa na huduma za kijamii ambazo kimsingi utakuwa na shule ya awali au ambao wengine tunaita chekechea au nursery school. Tutakuwa kuna shule ya msingi, sekondari, hospitali, huduma za viwanda vidogo vidogo na masoko ambayo yamezunguka eneo hilo. Hivyo natoa wito kwa Tanzania waje kuwekeza nasi katika mradi huu wa Smart City. Kwa majina naitwa Moses Peter Kapongo. Ni surveyor au mpima ardhi ninayeshirikiana na kampuni ya Smart Group Generation katika kuhakikisha Watanzania wanapata ardhi au wanamiliki ardhi iliyopimwa kwa kufuata taratibu zote za mipango miji na sheria zilizowekwa na Wizara ya Ardhi. Katika mradi wetu wa eneo hili la Smart City, mimi kama surveyor, jukumu langu lilikuwa ni kuhakikisha nafuata vipimo halisi vilivyopangwa na afisa mipango miji ili kuweza kuwasaidia sasa wananchi waweze kumiliki ardhi ambayo imepimwa na waweze kupata hati zao kwa ajili ya kupata faida ya umiliki ardhi ambayo imepimwa na ina hati. Zipo faida nyingi ambazo mtu akinunua ardhi iliyopimwa anaweza kuzipata.
Kwanza, kuweza kuaminika katika financial institution au hizi huduma zinazotoa mikopo ya kifedha. Lakini pili, vile vile unaepukana na migogoro ya kuweza kumiliki ardhi ambazo hazitambuliki au hazijapimwa kwa kufuata sheria za mipango miji. Hivyo sasa anatoa rai kwa Watanzania au niseme hii ni fursa kwa Watanzania sasa kupitia kampuni ya Smart Group Generation kwenye miradi yao tofauti tofauti. Tukianza na mradi wa Smart City, wanakaribishwa ili kuweza kumiliki ardhi kwa manufaa yao wao wenyewe. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba